Thank you for another time that you've given us. Asante kwa wakati huu ambao umetupa tukaweze kusikia neno lako. Naamini ya kuwa unaenda kutuzungumzia kwa njia kipekee na njia unaenda kukutana na mahitaji ya watu wako kulingana na utajiri wako juu mbinguni. We bless you. We honor you. We exalt your holy name. Great and mighty is your name. We love you and we bless you. Asante kwa kila mmoja ambaye amefika kwa ibada hii. Naomba neema yako ikamzidie kwa utukufu wa jina lako. Bariki kila mmoja. Hata wale wanaoungana nasi kwa mitandao, naomba Bwana ukawabariki. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Can we say amen? We can have our seats. Tunaweza keti. Thank you very much. Asante kwa kila mmoja na kwa kupata nafasi kuja katika nyumba ya Bwana. It is a big blessing na ni jambo la ajabu. Nataka tuingie katika neno la Bwana asubuhi ya leo. Ili tukaweze kusikia kile ambacho Bwana anacho tuzungumzia, kwa maana ni mapenzi yake. Kwa majuma kadhaa nimekuwa nikiongea kuhusu winning battles of life, kushinda vita za maisha, kwa maana life is war. Maisha ni vita. Unapozaliwa, you are born to a field of war. Unazaliwa katika uwanja wa vita. Na ndio unaona mtoto anapozaliwa, anazaliwa kwanza na kulia, analia, anaoneshana ya kuwa ameanza kuingia katika vita. And I've always said, na nimesema kwa kipindi hiki, ya kuwa we are born to battle. Tumezaliwa kwa vita. But we are also born to win those battles. Lakini tumezaliwa pia tuweze kushinda hizo vita katika jina la Yesu. Bwana ametupa rasilimali. God has given us resources every battle that comes to our life. Tupigane na kila vita ambayo katika maisha yetu. Kwa hivyo we are supposed to win. The Bible says we are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi. Na nimeongea kuhusu vita vingi sana. Na the best way to win battle ni kujua ya kuwa somebody else also fought those battles and they won those battles. Bwana yetu asifiwe. From the Bible we have many men and women of God ambao walipigana na vita vingi sana. Na tukaona several. Last Sunday I talked about conquering habitual sin. Dhambi ya kujirudia. Unasamehewa, unaomba msamaha leo, but kesho unajikuta ya kuwa you are falling again to that same sin. You are falling again to the same trap. Hiyo ndio ile Biblia inasema in the book of Hebrews, the sin that so easily entangles us. Dhambi ambayo kwa urahisi inatutega. There are people who fought with those things. Dhambi ya mahasira. Dhambi ambayo ni ya lust for the flesh. Tamaa ya mwili. Hautosheki. Hata kama umeoa hautosheki. Hata kama umeolewa hautosheki. Those are sin that easily entangle some people. And we must defeat them in Jesus' name. Because if you don't defeat a sin, kama vile Mungu aliambia Cain, the sin will defeat you. We have seen how to battle rejection. Vile ambavyo kupigana na kukataliwa. Rejection. Kukataliwa. Unakataliwa na watu wenu. You have not done anything wrong. But unaona tu watu wanakukataa. Joseph was in that situation. He had a dream. Now he was rejected because he was a dreamer. He was rejected because he was righteous. Alitaka kusimama na haki and he was rejected. How do we battle rejection in our lives? We talked about that. How do we battle for our purpose? Vile ambavyo tunavyopigana kwa makusudi ambayo Mungu ametuitia. We have a purpose, we have a goal. Tuna lengo ambalo Mungu ametuitia. How do we battle about that? So
kipindi hicho sana nimekuwa nikiongea kuhusu how to battle different kind of battles, and I may not finish all of them, lakini leo nataka ku approach it in a very different way, kuonyesha ya kuwa God has given us resources to win every battle in our life. God has given us resources to win every battle in our life. Na nataka tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Matthew chapter 26 from verse 36. Matthew 26 from 36. Biblia inasema, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. 39, going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. He went away a second time and prayed, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. When he had come back again, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to his disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Look, the hour has come. The Son of Man is delivered in the hands of sinners. Rise, verse 46, which is the last one. Rise, let us go. Here comes my betrayer. Let us again jump into the book of Exodus. Tuende katika kitabu cha Kutoka 17, Exodus 17. From verse 8, I think so. Exodus 17, verse 8. The Bible says the Amalekites came and the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But when he lowered his hands, the Amalekites were winning. Verse 12. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it and held his hands up, one on one side and one on the other side, so that his hand steady till sunset. So Joshua, the Amalekites army with the verse 14,
with a sword. Then the Lord said to me, this on a scroll is something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will the heaven. Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner," he said, because hands were lifted up against the throne of the Lord. The Lord will be at war with against the Amalekites from generation to generation. May God bless his word this morning. Father, we thank you for this word, and I pray that as we listen to your voice, you will minister to us. You will speak to our souls. You will speak to our destiny. You will speak to our families. You will speak to this nation, to the praise and glory of your name. We bless you and we honor you. Indeed, you are Lord in everything. We love you and we honor you. In Jesus' name, we pray and we believe. Can we shout amen? Today I want to speak about, leo nataka kuongea kuhusu winning battles through prayers. Kushinda vita kupitia maombi. If there's anything that has been talked about, it is prayer. Kama kuna kitu kimeongelewa sana, it's about prayer. And if there's anything that people have done less, it is prayers. Na kama kuna kitu ambacho watu wajafanya zaidi, ni maombi. Moses shows maombi. Musa anaonyesha kuwa, Biblia inatuonyesha kuwa Moses lifted up his hand katika mlima. Wakati Musa aliinua mikono yake, which was a sign of prayer, which was a sign of intercession, Israel won the battle. Bwana wetu asifiwe. Every time Moses lifted up his hands, wakati wote Musa aliinua mikono yake. Kwa njia nyingine, wakati wote Musa alikuwa naomba na kuombea wana wa Israeli walishinda. But every time when he stopped lifting his hands, alipokosa kuinua mikono yake, Israel were defeated. When we pray, prayer leads us to victory. Maombi inatuongoza katika ushindi. And sadly enough, kwa njia nyingine pia na si nzuri, when we miss or we lack to pray, tunakosa kuomba, we are defeated in life. Amen. We win battles through prayer. Na some battles are won generation. Kuna vita ambayo ndugu yangu na dada yangu utapigana, na hiyo vita ushinde kwa sababu ya watoto wako na watoto wa watoto wako na watoto wa watoto wako. They will not fight that battle again. You will fight it once for all, na izuie vizazi mpaka vizazi. Ile vita Moses alipigana hapa, Biblia inasema Mungu akamwambia, and I will completely blot out Amalekites. Kwa njia nyingine alikuwa anaambia Musa, hakuna wakati kwa maisha ya Israeli watapigana tena na Wamaleki. They will not fight again. From generation to generation. Verse 14, the Lord this on a scroll as something to be remembered. As something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely block out the name of Amalek from under the heavens. Do you know there are battles you fight not for yourself alone? Sio wewe peke yako, unapigana watoto wako. Your victory inakuwa ni victory ya watoto wako. Your victory inakuwa ni victory sio watoto wako peke yake, watoto wa watoto wako. They will never fight that battle again. You fight it completely and you win it completely for generation to generations. Hallelujah. This is what happened wakati wa Israeli. This is what happened in the story I read in Matthew chapter 26.
ya Yesu. Jesus fought a battle in Gethsemane. A battle ambayo alikuwa anaenda kutoa dhabihu kwa sababu ya watu wote. And from there, that battle completely, for those who believe in Jesus, they don't need to sacrifice to be forgiven their sins. Because Yesu alipigana vita ambayo even us who were not born by that time, we have already won. Kuna vita wapendwa, I'm telling you, through prayers, when we fight them completely, na tunapigana kiasi ya kwamba ina affect generation to generation to generation. Just like the way the sin of one person can affect a generation, dhambi yako inaweza affectiwa. Ndio tunajikutana wakati mwingine tumefungwa na laana ambazo ziliwekwa na watu ambao tuwajui. The same way you can win battles in this life, ambayo vizazi na vizazi na vizazi na vizazi, even when you are not there, they will enjoy that victory. Morning, asubuhi, I shared about a story of one preacher called Jonathan Edwards. You can go Google about Jonathan Edwards. Jonathan Edwards was a man ambayo Mungu alimtumia kuleta revival kubwa sana. He was a great revivalist. He was an educated preacher. He was a president of a Bible college. Alikuwa president of a Bible college. He fought a battle ambayo for generations, they were blessed because they came through Jonathan Edwards. When you read the statistics ya uzao wake, utapata ya kuwa there is a vice president who came through Jonathan Edwards. There are CEOs, wakubwa wa makampuni, wakubwa wa universities, vice chancellors, blessed people. They all came through the lineage of one man who fought a battle ambayo ili affect generation to generation. Some of us, we are here because some people prayed. They may not be there, but they prayed, and their prayers is, some of us, we are answers to those prayers. Bwana yetu asifiwe. Na ndio nataka kukuambia kuwa kuna vita ambayo unapigana. You don't fight for yourself alone. You fight for your children. Unapigana kiasi ya kwamba ushindi ambao utapata utaishi hata wakati utatoka. You will be remembered because the fight you fought itakumbukwa from generation to generation. May God give us that in Jesus' name. A spirit that will fight battles. My children will not struggle with the battles that I fought. My grandchildren will not struggle with the battles I fought. My great-grandchildren will not struggle with that because babu yao na baba yao na babu yao alipigana hiyo vita akaimaliza completely. Mungu akamtokea Moses akamwambia, write it down, ya kuwa nimesema Amalek nitawaondoa completely. Israel will never fight Amalek again. Israel will not fight Amalek again. Verse 15 inasema namna gani? Verse 15, 16. Yes, let's go to the next verse. Nasema namna gani? Moses built an altar called it the Lord is my banner. Let's go to verse 16. I'll come to that later. He said, because hands were lifted up. Kwa sababu mikono iliinuliwa kwa maombi. Against the throne of the Lord will be at war with the Amalekites from generation to hallelujah. Kwa maana mikono iliinuliwa, hands were lifted up. Let me tell you, my brothers and my sister, do not undermine your prayers. Do not underrate your prayers. Usiwahi punguza wakati unakuja hapa na kuanguka mbele ya uwepo wa Bwana na kulia mbele ya kiti cha Bwana. Do not underrate it. It may look simple, it may look like something
ya kawaida. You may also get tired like Moses, because people get tired. You can get tired like Moses. Moses alikuwa anainua mikono na wakati mwingine inateremka chini, because he's a human being. Human beings can get tired. Hata sisi tunaweza choka. But just know this, that prayers will outlive us. Maombi itaishi kuliko vile sisi tutaishi. Maombi decades and decades. We are talking of Jonathan Edwards, who lived in 1800s. 1800s. 20. Tuko katika quarter. We are almost reaching 2025 quarter. Lakini maombi yake, yeye alikufa kitambo sana, lakini maombi yake imekaa from one century to another one to another one. Your prayers can outlive you. Wewe uliziomba in a simple way, but inaweza ishi kutoka kizazi kimoja mpaka kizazi kingine na kizazi kingine. Hallelujah. Now we need to pray. We need to pray. If there's anything that the church needs to do right now, is to pray. We need to seriously pray. I said in the morning, vile Mungu hii juma nimekuwa na mambo mengi sana. We were to do some work and we were not able to do it because we had so many things. Mafundi pia wako wanapatikana, lakini one of the things this week, God appeared to me in 3 times. Na the last one ni jana usiku. Jana usiku aliniamsha karibu, mimi huwa silali mapema sana, but yesterday I felt so tired na nikalala mapema. By saa 8 ya usiku, God showed me things that shook me. Mungu alinionyesha vitu ambazo zilinishangaza sana. And nikaikabidi usingizi ukapotea, na for 2 hours I was in prayer. Nilikuja kupata usingizi karibu saa 10:30 hapo. Ndio nikasema sasa nilale. I was in prayers. I saw things that shocked me. But the clear thing was this. I may not share all of them there. Siwezi shiriki zote. Now that was the 3rd time this week. The 3rd time this week. Na kile Mungu alikuwa ananionyesha ni kuwa, unless we pray, we will be defeated. Prayer gives us victory. But if you don't pray, you will be defeated. I saw our country in danger. I saw war. Niliona damu ikimwagika. Niliona wazazi wanatenganishwa na watoto wao. Children going different direction and wazazi wakienda different direction. I saw people, business zikianguka. I saw 3 things. 3 things in summary. 3 things. Vitu ambazo zinahusiana na siasa, vitu ambazo zinahusiana na uchumi, na vitu ambazo zinahusiana na afya na vifo za watu. I saw mountains. Niliona milima. Mungu, nilijiona niko kwa milima and caves. I could not continue sleeping. Niliamuka nikiwa nimeshtuka na nimetetemeka. But my wife noted. Nalipo nota kakisha taa, kaniuliza what is the problem? Nikamwambia mimi zile vitu nimeona. That's what I told her. Zile vitu nimeona zimenistua na zimenishangaza sana. Akaniambia suniambie. Nikamwambia siwezi kukuambia saa hii. That's what I told her. Siwezi kukuambia saa hizi. In short, what I'm saying, on Thursday God appeared to me again. But this time he didn't show me. Yesterday he showed me about the nation. On Thursday alinionyesha kuhusu kanisa, the church. How people are attacking the servants of God. Na how ndio Mungu amewainua kanisa, mpaka kanisa yenyewe ina-attack watumishi wa Mungu, na how ndio Mungu ameinua wainue mikono ili watu wa Mungu wapate ushindi. Moses was anointed to lift up his hand. Let's read from verse 17, chapter 17 verse 9. Verse 9 inasema namna gani?
Verse 9 inasema, Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Then akasema namna gani? Tomorrow I, Moses, mimi Musa, nitafanya mambo matatu. I will do 3 things. Number 1, when you are fighting, I will be standing. There are 3 things that are written in the Bible, and you can find them in the book of Ephesians: standing, sitting, and sleeping. Standing, sitting, and sleeping. Now, Moses said, I will be standing. Wewe enda upigane, but mimi kama mtumishi wa Bwana, I will stand on the behalf of Israelites. And I will not just stand here. Sitasimama, I will go on top of the hill. Nitakuwa juu ya mlima na nitachukua mamlaka. Mamlaka, fimbo ya Mungu, is a sign of authority. I will be having the authority of God, and every time I will stand on the hill with the authority of God, you will be winning in Jesus' name. And the Bible says, wakati wote Musa aliposimama na kuinua mikono yake, Israel was winning. But Moses is a man. Is a man with his own weakness. Wakati mwingine mikono yake ilikuwa inalegea, na every time mikono ya Musa ilikuwa inalegea, the Bible says Israel was being defeated. Na kwa hivyo kukatoka wazee wawili, Aaron na Hur, wakasema, we must support the man of God, so that anytime mikono yake imeinuka juu, Israeli, sisi wana wa Israeli, we will win. When they did that, something happened. Of generations to generations. Hakuwapa ushindi tu wa kizazi kimoja. And on Thursday, God appeared to me. Na akanionyesha vile ambavyo, yes, we have weak men of God, but they are being attacked. They are being attacked. That's why the church is weak. Because ukipiga mtu ambaye anakusaidia, ukipiga mzazi wako ambaye analeta chakula, akose kuamka asubuhi aende alete chakula, si utalala njaa? Bwana wetu asifiwe. We need to stand and pray. Pray for the church, pray for the servants of God, and pray for this nation. This nation needs prayers. Taifa hili linahitaji maombi. Now, the devil is serious with this. The devil is serious. All through, this nation has been facing attack from one line. All through. Hii nchi imekuwa ikiface attack from one line. And that has been a political line of attack. Kama kuna watu wameuana kwa sababu ya siasa. Politics imekuwa ikilete. Kila wakati siasa inaanza kukuja, watu wanaanza, emotions zinapanda juu na mambo kama hiyo. Lakini this time, listen to me, and I want you to listen very careful. The devil has decided not to attack through one line, but 3 lines. One is political, the second is economical, and the third one is health-wise. And so those 3 things that the devil has decided to fight this nation. Wakati mko busy mkingangana na corona, anakuja na uchumi. I saw people becoming poor, watu wakiwa maskini, missing food, crying for food. The only thing that can save this nation is not any particular leader. It is when the men of God and the people of God know their position, na wasimame na wainue mikono yao mbele za Bwana, wainue mikono yao mbele za Bwana, because our nation is being attacked, not by individual, not by political parties, not by corona, but by the devil himself. And we must defeat the evil one in Jesus' name.
Hallelujah. We must defeat. Like Moses vile aliinuka. Na kama Yesu alipochukua watu na akasema, Jesus said, I am troubled. I am sorrowful and troubled. Ninasumbuka kwa moyo wangu. Jesus was a son of God. Yesu alikuwa mwana wa Mungu. But for him to overcome what was coming before him, ili aweze kushinda kile ambacho kilikuwa kinakuja mbele yake, he needed to pray. Na he just don't needed to pray alone. Alihitaji Peter, weak men walikuwa hapo wakiomba na wakaomba. My question was this: what could have happened if Peter could have prayed? Kwa maana Yesu alipoenda wao walianza kulala, hawakuomba. Na Yesu akawaambia, ombeni msianguke kwa majaribu. What happened? Wakati Yesu alishikwa, something happened. All the disciples ran away. Peter, who was part of the prayer team ya Yesu, na hakuomba, yeye ni kulala alilala. Alikana Yesu mara ngapi? Mara 3. 3 times. Wale wengine walitoroka. Maybe Jesus saw this. Na ndio sababu aliita wanafunzi, akamwambia, ombeni msianguke kwa majaribu. Wewe Peter utaanguka kwa majaribu ya kunikataa. Wewe utaanguka majaribu ya kurudi kwa ile biashara yako ya kutega samaki. Ombeni msianguke kwa majaribu. Lakini instead of praying, they were sleeping. May God help us in Jesus' name, that we may understand, tujue ya kuwa vita zile ziko, vita zingine zimeinukiwa juu ya jamii zetu. We need to pray, and some wars we must win them completely in Jesus' name. And you should not underrate your prayers. Usipuuze maombi yako. Usipuuze. We get weak. We get weak. And the church is in slumber. We need to wake up and pray. We need to wake up and pray. In this passage, I want to finish. Kwa maana sitaki kukaa sana. Nataka kumalizia, hata muda wangu tayari umeisha. I want to finish. In this passage, there are 5 things. 5 things ambazo zinaoneshana the effect of prayer. The effect of prayer. When people pray, what happens? When people pray, what happens? And I want to go through those very fast. Kuna vitu ambazo zinaoneshana katika hii passage, especially I will concentrate on the passage of Exodus chapter 17. Kitu ambacho kinaoneshana ya kwanza ni Biblia inasema mstari wa 9 verse 9. Let's begin there. Yes, Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. That prayers need to be continually in every battle. Bwana yetu asifiwe. Maombi inastahili kuwa inaambatana katika kila vita tunayopigana katika maisha yetu. You choose men, go fight, enda pigana. Lakini wakati mnapigana, mimi nitaendelea kuinua mkono wangu. Nitaenda kusimama kwa mlima. Nitasimama na mamlaka ya Bwana katika mlima. Every time we need prayers. God has taught me over the years, kwa miaka kadhaa, Mungu amenifunza that every battle we fight in our lives, we need to pray. Any situation we pass through in our life, we need to pray. Because prayer is needed during what? During battles. Maombi inahitajika wakati wa vita. Moses said 3 things which I've talked about them. Ilibidi asimame, ilibidi apande kwa mlima, na ilibidi awe na mamlaka ya Mungu ili aweze kuomba ushindi upatikane. My question is this: are you standing, or are you sitting, or are you sleeping? As a believer, where are you? Wewe umeketi, umesimama, ama umelala? Because inasema, Biblia inasema, while men were still asleep,
Wakati watu walikuwa nalala, the enemy came in and planted, akapanda ile mbegu mbaya. It is when the church is asleep, adui anakuja anapanda mbegu mbaya kwa watoto wetu. Anapanda vitu vibaya kwa jamii yetu. Anapanda vitu vibaya katika taifa letu. We need to stand and pray and seek the face of God. Bwana wetu asifiwe. The second thing that shows here ni kuwa, when we don't pray, we are defeated. Verse what? Verse 11. Verse 11. When we don't pray, we are defeated. When we pray, we are victorious. And I want that to come to you, that it is a choice. Maombi ni uamuzi. You will choose whether to pray or whether not to pray. When you choose to pray, you will become victorious in many things in your life. Miracles don't just happen. There is something behind the scene. Miujiza itendeki tu. Kuna kitu kinafanyika nyuma. You don't just sit down and wait for miracles. You must stand your position. Pray for miracles to happen, and they will happen. Hallelujah. The Bible says in verse 11, and it was so, as long as Moses held his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When we pray, we will win. When we don't pray, we will be defeated. Hallelujah. Ukiomba, you will win. You may not see results right now, but you will win, my brother and my sister. Amen. Unaweza kosa kuona matokeo saa hizi, but I am assuring you, you cannot pray and you be defeated. When you pray, you will win. But when you don't pray, you will be defeated. Even the little you have, it will be snatched from you. We need to be men and women of prayer. Men and women of prayer. When Moses was lifting up his hands, Amalekites were stopped and defeated. When he lowered his hands, wakati alitamisha mikono yake, Amalekites could stop Israel and defeat Israel. It was the choice. Now that's why two men, Aaron and Hur, decided these hands of Moses will never go down. Wakaweka mawe na wakashikilia until they were completely defeated. Until Amalekites, mpaka Wamaleki walishindwa kabisa. Hapo ndipo walijua, now we have the victory. Then there was a voice from above. Ikasema, Mungu akasema, ambia Moses na uandike chini kile kimetendeka siku ya leo. Kwa maana today these Amalekites will never defeat Israel again. Hallelujah. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. The third thing that we see here, why prayer is important, now why prayer works, ni kuwa verse 12, Biblia inasema, but Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him. And he sat down on it. Aaron and Hur held his hands, one on one side, one on the other side, so that his hands remained steady till sunset. That prayer, one person prayer is not enough. We need what we call corporate prayers. Prayer together. A team prayer. If we have to defeat some things, lazima tuungane pamoja na tuombe. Maombi ya mtu mmoja ni ya maana. Na ndipo sababu the same way Jesus was a son of God. His prayers were enough. But anachukua watu wadhaifu, watu wajajazwa na Roho Mtakatifu watatu, anasema pray with me. Because corporate prayer, two people are stronger than one. When a husband and a wife watashikana mikono, mume na mke washikane mikono na waombe jambo, ni more powerful than mzee kuomba peke yake na mama kuomba peke yake. It is more powerful.
One can chase 1,000. Two can chase 10,000. Bwana yetu asifiwe. Two cannot chase 2,000. Wewe ukiomba, mama aombe hapa, mzee aombe hapa, mama atafukuza 1,000 na mzee atafukuza 1,000. So wamefukuza watu wangapi? 2,000. Lakini wakishikana waombe pamoja. Washikane waombe pamoja, togetherness. Badala huyu kufukuza mmoja na huyu mwingine mmoja, they will chase 10,000 people. Amen. So prayer is not only an individual thing. We need to do a teamwork. Biblia inasema Aaron akashika upande hii, Moses grew tired and he was supported by two men. They were not anointed as Moses was anointed, but they prayed a key important thing to make sure that the victory was secured. It was powerful. You don't need anointed men. You need men who can stand with you and pray. Prayer haitaji watu wamepakwa mafuta sana. The pastor will take his stand. Mchungaji atachukua nafasi yake. But every believer should come and support the pastor. Wengine waingie kwa mkono wa kushoto, wengine waingie kwa mkono wa kulia, na waseme yes, we are praying, and you will see victory not only in the church but also in your life and in your generation. Bwana yetu asifiwe. Because God has raised people not only to fight alone. Your pastor cannot fight alone. I may not be able to fight alone. I have my own weakness. I will get tired. I will be discouraged sometimes. But when we stand together and we pray, even when my hand itakuwa imeanza kupungua, wengine waanguke upande hii washikilie, wengine waanguke upande hii na washikilie, you will see victory in the whole of Israel. You will see victory in the whole of the church. You will see breakthroughs. You will see healings. You will see miracles happening because there are people who are working together and they are praying together. Remember this, I've always said this, na nitairudia tena leo. Maombi ni kazi. That's why when you come to prayer, ukikuja kwa mikutano ya maombi, hautakuta watu wamejaa kama ibada ya Jumapili. Because maombi ni kazi. Maombi haiandamani na roho ya laziness. When you have laziness, you will not pray. Because you will always have a reason. Do you know lazy people always have a reason why they did not do anything? Amen. They always have the reason. Hata wengine watasema mimi sikukuja maombi kwa sababu ya hii. Nikahoma. Nilishikwa na kahoma. Siwezi omba. Nilisikia niko namna hii, nilikuwa nimechoka, nilikuwa namna hii. You always have a reason. But when you decide to pray, there's no reason which can make you not pray. Amen. You just decide to pray and you pray. You just decide to pray and you pray. As simple as that. Kwa maana maombi ni kazi, lakini sio kazi peke yake, inafanya kazi. The fourth thing is that prayers well done, they affect generations. Bwana yetu asifiwe. Maombi ambayo itaombwa kwa njia iliyostahili itaguza vizazi mpaka vizazi. Exodus chapter 17 verse 14. Write this for a memorial in the book and record in the hearings of Joshua. Write this on a scroll as something to be remembered and make sure Joshua hears it. Hallelujah. Kwa maana Joshua alikuwa kwa akipigana hajui. Hakikisha watoto wako wanajua ya kuwa ufanisi wako sio ni kwa sababu wao ni welevu, ni kwa sababu wewe ni mtu ambaye unaomba na unasimama nao. Tell your children, let your children know. Let them tell their children's children. Let them tell their children that tulikuwa na mzazi aliamini Mungu. I usually sit down with my children and I tell them my success, whatever unaona saa hii, na kuwa I can afford even 1 shilling ya kuwapeleka shule, it is not because I'm so intelligent than anybody else in the country. It is because of God. Ni kwa sababu ya Mungu. Bwana yetu asifiwe.
I want them to know that success haitoki tu kwa masomo peke yake. Success comes from God. Amen. Na ndio Mungu akaambia Joshua, kwa maana Joshua hakuwa ukisimama huko, hakuwa. Joshua alikuwa anapigana huko chini. Joshua hakujua ni nini kinaendelea huko juu. Hakujua Musa amesimama huko na anainua. Although alijua Musa alimwambia nimeenda kusimama kwa mlima, but hakujua wakati walikuwa wanashindwa mikono ya Musa ilikuwa chini. Hakujua wakati wanashinda mikono ya Musa ilikuwa juu. Na Mungu akasema write this on a scroll and as something to be remembered and make sure Joshua hears it. Bwana yetu asifiwe. Si yakuwa ni maombi, but on top of that these prayers will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Amen. It's good to know that prayers affect generations. Now talk about the winning of God in your life with your children. Tell them to know what is happening. Tell them wakati mmoja ulikosa pesa. Tell them that wakati mmoja uko na uwezo. Tell them, let them know that it is God who is giving you victory over what they are seeing is happening in your life. Tell them, let them know. Let them know. Record it. Kama utapiga picha waonange. Kama utaweka video, weka video waonange. Bwana yetu asifiwe. In one way or another, record so that Joshua is representing another generation. Moses is another generation. Joshua is a representation of another generation. Let one generation to another know that prayer works. Prayer has power. Amen. Nakuwa the victory, the success they are enjoying. I usually tell my children, hii mnaona mnaenjoy hapa. Si mimi si kuenjoy. Mimi si kuenjoy. Na I usually tell them, kwanza kuna siku walinicheka sana. Nikamwambia mimi kiatu ya kwanza. Now that is the truth. Kiatu ya kwanza nilivaa nikiwa form 1. Form 1 nikienda secondary school. Hapo ndio nilivaa kiatu. Na kwa sababu sikutaka ipotee na sikutaka hiyo kiatu ipotee, nililala nayo. Watu wakaanza kuitana, kujeni muone kimono. Tulikuwa tunaitwa kimono. Watu wa form 1, sijui kama hiyo story bado iko siku hizi ama ilishanga, kwa naitwa mono. Kujeni muone kimono kinalala na viatu. Na kwa sababu hiyo nikapewa punishment ya kufanya nini, ya kupiga rangi viatu za watu watano. Every morning nilikuwa naamuka ninakuta viatu pia 5 zimewekwa mbele yangu nipige. Juu ya punishment ya kulala na nini? Na kiatu. Kembwe mjinga sana. Wewe kiatu yako haiwezi ibiwa. Anyway, ilinisaidia kwa maana nilipewa protection. Lakini na mimi kila asubuhi pia 5 ya kupigia wanaume rangi. Bwana yetu asifiwe. I tell them that story. Ndio akijua ya kuwa yeye tangu azaliwe. Hata akitembea hivi na mguu, unasikia kuna watu wakiona mtoto wake akitembea na mguu wanamwambia, "Daddy, mami, wacha kutembea bila viatu." Sisi tulitembea, tukakatwa na machupa, tukakanyanga inaitwa nini hizi mamimba, tukikanyanga mimba inavunjika badala ya kuingia kwa mguu, kwa maana mguu imekuwa ngumu sana, inaivunja. Tukua tunatembea hivi. Nikikumbuka, I can remember wakati mwingine tulikimbishwa. Tulikuwa tumeenda kutega wanyama mahali, tukakimbishwa. Tulikuwa tunakanyanga kwa mimba. Unaona hizi mimba, unakanyanga hivi. Ukifikiria imeingia, kuangalia unaona hakuna kitu imeingia ndani. Kwa maana mguu ni ngumu. Imezoea hard life. Mimi nilikuwa naenda na kunywa maji chafu. Ati saa hizi nikijaribu kukunywa hata huwa nashindwa sana, vitu zilibadilika aje. Saa hizi nikijaribu kukunywa maji hata nini mbaya kidogo, tumbo inaanza kuuma. Nilikuwa nakunywa maji ya mtaro na kuna tumbo ilikuwa inauma. Write these things. Tell them the power of prayer in your life. Let one generation know what God has done in the previous generation.
And let the next generation know what God has done to the other generation. Ili jina ya Mungu ikaweze kusifiwa kila wakati. Bwana wetu asifiwe. That prayers go beyond one generation. Maombi yanaenda zaidi ya kizazi kimoja. Na jambo la mwisho, why prayer is important in warfare? Because prayer releases a banner of protection. Maombi inaachilia bana, wingu la ulinzi kwa wale watu ambao wanaomba. When we pray for the nation, God will release a banner of protection over this nation. Yes, kuna Delta virus ambayo iko na nasikia inaua sana. Liona mtu mmoja, daktari mmoja alikuwa anasema hata serikali advise watu vizuri. Hii haihitaji kuoga mikono sana, bado watu wanaoga mikono. Hii iko zaidi kwa hewa. Inakaa kwa hewa. You need ventilation. Mnahitaji mkiwa pamoja kwa mahali bako, mnafungua ventilation, kunakuwa na hewa inapita, because the virus inakaa kwa hewa. Saizi haikai kwa mikono, ni zile zingine. Ukiosha ujue ni corona 1, corona 2, corona 3. But corona 4 is more stubborn. Its sting is like airborne. That's why unaona kuna wengine, jana niliona, they were discussing. Wanasema yes, ukisikia unaweza vaa mask mbili, it's for your own protection. No, daktari mmoja akidiscuss pale, if you can wear 2 masks, well, good. Zamani walikuwa wanasema wear 1 mask. Saizi wanasema mbili. Kwa sababu gani? It is more dangerous. But when we pray, God releases a banner of protection. Hallelujah. God releases, verse what? Verse 15. Verse 15. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. Jehovah Nisi. This is the same. Jehovah Nisi. Mungu anayeachilia ulinzi juu ya watu wake. When you pray, the Lord releases a banner of protection. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. I finish by saying this. Nataka kumalizia kwa kusema hivi. The secret of prayer, siri ya maombi, the secret of prayer is prayer in secret. Siri ya maombi ni maombi ya sirini. Amen. The secret of prayer, nimekuchanganya na ngapi umechanganyikiwa na hiyo? The secret of prayer is prayer in secret. Maombi, siri ya maombi ni maombi ya sirini. Moses was on the top of the hill. Amalekites hawakujua kuna mtu kwa Waisraeli amesimama juu ya mlima. Ule alijua ni Joshua, because Joshua, Moses aliwaambia, mimi ninaenda kwa mlima, nimepanda mlimani. Hata wanajeshi wa Israeli hawakujua kuna mtu mlimani. Walijua ameacha Moses kwa nyumba, kwa tabanako. Lakini Moses hakuachwa kwa tabanako. Yeye alienda mlimani. Because the secret of a powerful prayer is prayer in secret. You don't need to announce to everybody you are praying. Bwana wetu asifiwe. You don't need to get a trumpet. We kama wale masinagogue walikuwa wanakuja wanafanya nini? We don't need kuvaa sackcloth, magunia na tujiweke nini ndio watu wajue tunaomba. But they will see the effects of our prayers in our lives. Our children, watoto wetu watahisi hizo nguvu za maombi, unless we start talking to them, kuambia kuwa this is what has been happening. This is what has been happening. Recording for them, giving them a chronology ya mambo vile imekuwa ikiendelea. Bwana wetu asifiwe. We need to pray. We need to pray. We need to pray. And because of that, from next week we want to get into prayers.
kuanzia Jumatatu for 7 days. We want to pray. We want to pray for this nation, because if we don't pray for this nation, if things happen the way I saw them, I'll be sharing some of the things kidogo kidogo as we pray during the week. If they happen the way I saw them, nobody will be at peace. I can't say this was caused by this, but I saw 3 attacks. Attacks on finances, attacks on the political arena, and attack on the health issue. But we must overcome in Jesus' name. We must win in the name of Jesus. Moses won, Jesus won, na Yesu akasema it is finished. Moses Mungu akamwambia andika kama kumbukumbu. Na ndio sababu tunasoma hata siku ya leo, that when people stand and pray and lift their hands before the throne, waliinua mikono kwa kiti cha enzi cha Mungu, things change. Things change. They don't change for one person. They change from a generation to a generation in Jesus' name. So from tomorrow we want to get into intensive prayers. Kesho tunataka kuingia kwa maombi. We'll continue with our things, our plans and everything, but we will pray. We will do the way Nehemiah did. Nehemiah alisema kuna watu wameinuka kupinga kile kazi ya Mungu tunafanya, kujenga ukuta. Lakini hatutasimama, tutaendelea kujenga ukuta, lakini kila mtu anajenga ukuta lazima awe na upanga for fight. Anybody who is coming, we will be ready to handle him. We want to pray. We will continue with everything, but we want to pray in Jesus' name. We want to pray for this nation. We want to pray for the banner of protection to be covered upon our children. We want to pray for our families. We want to pray a prayer that will change generations to generations. Maombi ambayo itakaa kutoka kizazi kimoja mpaka kizazi kingine, na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Bwana wetu asifiwe. So tomorrow we'll be having prayers. You can listen to me as I finish again. Prayer is a choice. Wanafunzi waliambiwa akina Peter, walipelekwa mpaka mlimani na Yesu waombe, lakini wakaamua kulala. That's why walianguka kwa majaribu. Wengine wakatumia nguvu zao. Peter alikuwa anatumia nguvu ya mwili. Anachukua kisu, anasema wewe hebu karibia Yesu. Yesu anamwambia nilikuambia uombe, wewe sasa umeanza kutumia nguvu nyingine. Kwa maana wakati wa maombi ulikuwa unafanya nini? Unalala. Prayer is a choice. Prayer is a choice. When you pray, when you choose to pray, it will bring victory to your life. When you choose not to pray, it will bring defeat in your life, and you will not complain. That's why when ninasema kwa kanisa, unaweza pata kuna wengine wanabarikiwa, wengine wabarikiwi, because kuna siri wamejua. There are secrets they have known, and they are consistent to those secrets. So tomorrow the church will be open. Asubuhi tutakutana hapa asubuhi, early in the morning. Early in the morning, 5 to 6, let's pray. Na jioni pia 6 to 7, let's pray. Ninaweza kosa kukua. Prayer is not pastor. Bwana wetu asifiwe. Prayer ni sisi tuwe mahali pale. Let's come and pray. Let's come and seek the face of God. Na during the day tafuta wakati. This church will be open. Ukiwa na nafasi, come, seek, pray. Because when we lift up our hands before God, we will win over our enemies. But when our hands go down, the enemies will win over us. We need to win over the enemy that is trying to attack our families, attack this nation, attack our future, attack our pockets, attack our health. We want to win over that enemy in Jesus' name. Hallelujah. Tusimame tuombe. Let's stand and pray. Let's stand and pray. I want you to lift up your hands and tell God, release a spirit of prayer in my life. Achilia roho wa maombi, roho wa ushindi.
the spirit of success, spirit of prayer. Achilia roho wa maombi juu ya maisha yangu. Lord, we thank you. We worship you. I pray that you may lead the spirit of prayer in this church. Roho wa maombi Bwana kwa wamama, wazee na vijana. Because prayer is everybody. Wako na wingu la maombi. That they may seek you truth in the name of Jesus. That they may seek you and in truth in the name of Jesus. Naombea wazee, naombea wamama. I rebuke laziness to pray, reasons to not to pray, laziness not to pray. I rebuke it in Jesus' name. From this church I cancel that. Even in our nation, I pray that Jehovah utachilia roho ya maombi, that we will be men and women who are clothed in prayer, clothed in humility. Tumefunikwa na vazi la maombi. Ninaomba Bwana, tunapochukua vazi la maombi juma inayokuja, tembelea watu wako, tembelea jamii, tembelea watoto, tembelea taifa letu. In the name of Jesus. Oh la la boyorobo shekatanamaya. We honor you, Lord. We honor you, Lord. We worship you. We declare victory over the enemy. We declare victory over the enemy. We declare victory in this nation. Victory in this nation. Touch the political area, Lord. Guza siasa ya taifa hii. Guza uchumi wa taifa hii. Guza afya ya taifa hii. Katika jina la Yesu Kristo. Let there be a change to the glory and honor of your name. Achilia roho ya maombi Bwana katika pembe zote za taifa letu, katika kaunti zote za taifa hili. Release a spirit of prayer, I pray. Release a spirit of prayer, I pray. Lala poyoribo shakata na mayabo yoribiai. Etetelebo we honor you. Inua waombaji, inua waombaji, inua watu waombezi, inua waombezi, inua waombezi, inua wazee waombezi, inua vijana waombezi, inua watoto waombezi, inua wamama waombezi. Lala poyori mama nalai. Men and women that will lift up their hands. Watu ambao watainua mikono yao mbele zako. Watu ambao watainua mikono yao kwa sababu ya jamii, kwa sababu ya taifa, sababu ya mambo yanayoendelea Bwana. Men and women who will lift up their hearts before the throne in the name of Jesus. We honor you, we honor you. Let your will be done. 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 Let your will be done, Jehovah. Let your will be done. Let your will. Oh Lord, forgive us. Forgive us for lack of praying. Forgive us, Lord. Sanctify us, Lord. As you clothe us, unapotuvalisha mavazi ya maombi Bwana, mavazi ya maombi Bwana, mavazi ya kutafuta uso wako katika jina la Yesu Kristo. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord, and we honor you. We bless you, Lord, and we exalt your holy name. We bless you, Lord, and we honor you. We bless you, Lord. The spirit of defeat, the spirit of lack of prayerness, we refuse it in Jesus' name. We are more than conquerors. We are more than conquerors. We empower the spirit of prayer. We empower the spirit of success in the name of Jesus. We honor you and we exalt you, Lord. We honor you and we exalt you, Lord. Oh yes, Lord. Umbam utafute uso wa Bwana ambaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kanisa umbam
uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Watu wote omba, omba, tutafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atatujibu kwa wazi. Wazi omba, omba, tutafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atatujibu kwa wazi. Wa mama omba, omba, tutafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Vijana wote omba, omba, tutafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Inua mikono yako napokuombea. Bwana, naombea kanisa lako. I pray for your church. Naombea wazee, naombea vijana, naombea watoto. Release a spirit of prayer. Clothe them with the clothing of prayer. Roho ya maombezi. And as we seek you, give us victory in Jesus' name. Some of us may be struggling. Wengine tunaweza kuwa tuna struggle na mambo kadhaa. But as we pray this week, I pray the struggles to be over in Jesus' name. Bwana, wengine tunasumbuka na magonjwa mbalimbali, but as we clothe us with prayer, unapotuwekelea vazi la maombi, na juma hili tunapoingia kwa maombi, siku 7 tunapoingia kwa maombi, Bwana, ninaomba magonjwa yakapone Bwana. I pray the sick to be healed in Jesus' name. Ninaomba Bwana, wengine tunasumbuka na hali ya uchumi, kifedha, hali ya aina gani. I don't know how you will perform the miracle, but I pray, Jehovah, as we clothe ourselves in prayer in this week, Lord, perform your miracle. Wacha miujiza yako itendeke. Fungua milango Bwana, fungua milango kwa sababu ya watu wako. Fungua miujiza kwa sababu ya watoto wetu, miujiza kwa sababu ya wajukuu wetu, miujiza kwa sababu ya vizazi na vizazi, katika jina la Yesu. Oh, release your blessings, I pray. Release your blessings, I pray. Release your blessings, I pray. Blessings that are accompanied with prayer. Baraka ambazo zinaandamana na maombi Bwana. Juma hili tunapojivika vazi la maombi, tunapojiweka roho ya maombi Bwana, move with us, move with this church. Let your will be done. Let your will be done. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Blot away all our sins. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Let there be life in our midst. Oh, we stop the spirit of death. Kusiwe na vifo, kupatikane uzima, kupatikane baraka Bwana. Watu wainuliwe kifedha, watu wainuliwe kiafya, watu wainuliwe katika jamii zao, watoto wetu wakabarikiwe Bwana, biashara zetu zikainuke katika jina la Yesu Kristo. As we clothe ourselves, tunapovaa vazi la maombi juma hili, I pray, release your blessing. Release your blessing, Jehovah. Release your victory. Release your victory. Roho ya uoga iondoe. Roho ya laana kuvunja Bwana. And I curse, break it in Jesus' name. Kila laana ivunje. Kila roho ya kushindwa, defeat it in Jesus' name. Kila roho ya kushindwa, let it be overcome in the name of Jesus. Oh, la la boyoribo shatana mayapo yoribia. Tunapojifika nguo ya maombi, tunapojifika roho ya maombi juma hili, ninaomba ushindi kwa kanisa hili. Ninaomba breakthrough. Ninaomba breakthrough. Ninaomba breakthrough katika jina la Yesu. Lala boyorobo seketelebea. Oh, rakantana mayapo yoria. Etata
We worship you, Lord. Thank you, Lord. I release your people with the spirit of prayer. I pray that, Lord, as we seek your face, let the heavens come down. Let the heavens open. Wacha bingu ikafunguke katika jina la Yesu. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you and we honor your name. We worship you and honor your name. We worship you and honor your name. We worship you and honor your name. We exalt you, Lord. Receive all the glory. Receive all the honor, Lord. Thank you, for there is no God like you. We honor you, Lord. We honor you, Lord. I bless your people this morning. I bless your people this day. I declare your blessing upon their lives. I declare your blessing upon their children. I declare your blessing upon their business. And whatever they do, Lord, even as we pray, let your will be done. 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 In Jesus' name we pray and we believe. Can we shout amen? Amen, amen, amen.